Mwanamichezo Ava TV leo hii tumetembelea mtaa ambao alikuwa akiishi meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe. Huko ni Mbagala Charambe, mtaa unaitwa Pita na Zako, na tulifika hapa tukashuhudia namna ambavyo meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe alitoa sadaka na kukumbuka wale ambao wametangulia mbele za haki kwa kuwasomea dua na kutoa sadaka kidogo ya chakula kwa watu ambao wanaishi kwenye mtaa huu wa Pita na Zako kama ambavyo unashuhudia. Mimi ni Latifa Nafi, nyuma ya kamera hapo ni Wilvin Train. Sasa miongoni mwa jambo kubwa ambalo natamani kukufahamisha ni kuhusiana na nyumba sasa ambayo alikaa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga hivi sasa. Na nyumba hiyo ni hii hapa ambayo unaishuhudia hapa nyuma yangu. Ndio nyumba ambayo imebeba historia ya miaka 6 ya Ali Kamwe akiwa anakaa kwenye mitaa hii ya Mbagala Charambe, mtaa maarufu kwa jina la Pita na Zako. Sasa kabla tujaingia ndani, nataka tupate story kidogo kutoka kwa rafiki yake ambaye alikuwa ni miongoni mwa maswahiba ambao walipata nafasi ya kukaa pamoja kwa wakati huo. Bana, sogea karibu ndugu yangu tuweze kufahamu mwamba huyu hapa anakuja kama ambavyo unamshuhudia. Waliweza kukaa kidogo kofia hiyo. Kwanza uko sawa sawa? Igeuze tu hivi au kama ukiweza kuvua sawa. Uko sawa sawa? Niko sawa sawa. Wewe unakuita bwana? Bwana Abdalla Ali Bori. Bwana Abdalla Ali Bori. Kwa wakati huo ulikuwa unakaa na Ali Kamwe miaka 6 kwenye hii nyumba ambayo tunaishuhudia hapa. Natamani kwanza unipe historia kwa ufupi namna ambavyo uliishi na Ali Kamwe kwa hiyo miaka 6 ambayo nyumba hii tunaishuhudia leo hii, na amekumbuka na kuja kupata ibada kidogo ya chakula na dua. Ndio. Sisi bwana tunashukuru kwa huo umri uliosema wewe, ndani ya miaka kama 6 hivi ndio bwana tulikuwa tunaishi naye vizuri tu kama ni rafiki, na tokea tuko wadogo mpaka amepata wadhifa mkubwa uwe. Kwa kweli tulikuwa tuko wote, na maisha yetu mingi tulikuwa tunacheza wote mipira, tulikuwa tunakwenda sehemu kuangalia mipira, kadhalika hata kwenye masuala ya kula tulikuwa tunafanya donei. Kwa hiyo bwana Ali, kikubwa ni hivyo, na hii ni nyumba unayoona hapa, hii chumba cha 3 ndio chumba ambacho yeye alikuwa anaishi. Tunaweza kwenda kukiangalia angalau kwa nje tu. Kwa nje tunaweza tukaenda tukakiangalia. Hebu tukumbushe sasa moment ambayo unaikumbuka mpaka leo ukipita mitaa hii ama kwenye nyumba hii. Kwa kipindi hicho umeona hapa chini hapa. Hapa chini hapa ameweka mtaro wa maji ambapo kuna maji yalikuwa yanatokea huku yana cross hapa yanaenda. Kwa sasa kipindi hicho ndani ya hiyo miaka 6 maji yalikuwa yakitoka huku yanaenda hivi moja kwa moja, mengine yanakuja yanaingia ndani. Yanaingia ndani. Umeona huu ukuta huu ukuta umewekwa kwa na maana maalum ya kuzuia maji. Kwa kipindi hicho maji yalikuwa yakitoka huku, mengine yanapitiliza, mengine yanakuja yanaingia hapa ndani. Sasa ilifikia wauni mlikuwa mnakaa hivyo hivyo maji kuingia. Wauni tulikuwa tunakaa hivyo kibishi, kwa sababu muuni asili yake ni ubishi. Ukimwona muuni au mbishi basi hajawa muuni. Wauni tulikuwa wabishi, tulichokuwa tunakifanya kuyatoa maji, then tunafuta ndani, tuweka mazingira mazuri, tunaweka godoro. Hatukubahatika kununua kitanda. Tulikuwa tunaweka tu godoro juu, maisha mengine yanaendelea. Mlikuwa mnalala watu wangapi kwa siku? Labda mwanetu huyu ameongezeka, mlikuwa mnalala ngapi? Kwa siku kwa kusema kweli tulikuwa tunalala ni watu 3. Ni watu 3, siku nyingine mmoja akipata dharura wanalala 2. Na kuna kipindi fulani ilikuwa, kwa sababu yule bwana sasa hivi kapata wadhifa, lakini hapo kipindi cha nyuma ilikuwa tukisikia sehemu kuna muziki umesema vijana kigodoro, basi ilikuwa ikitokea kama kigodoro, basi sisi huwa tunaondoka wote na milango tunaifunga. Hali akiwemo yumo humo vizuri, na yeye mhamasishaji mkubwa tu bwana, twendeni. Kwa hiyo ikafikia tu hiyo, kwa hiyo ikafikia kipindi kwamba tukiwasikia sehemu kuna shughuli huwa tunaondoka wote, mlango tunafunga. Na moments nyingine pia labda ilitokea siku mlilala njaa au labda hiyo bwana inatokeaga sana kulala njaa, yani kulala njaa ni kawaida. Na hata yeye vile vile alikuwa ni mwepesi kutembea bakuli kwenye nyumba bwana. Sisi tumepika ugali lakini mboga hatuna. Yani hilo lilikuwa ni kawaida tu, kwenda nyumba hii kuchukua mboga, kwenda nyumba hii naenda kwa mama Suma, au bwana naenda kwa mama nani kwa mama nani huyu ametoka sasa hivi hapo. Kwa hiyo kulikuwa na watu 2 au tulikuwa tukienda tunapata mboga kwa wakati tunakula. Kwa hiyo si mara nyingi tulikuwa tunahangaika sana na masuala ya unga kama ni mchele, kwa sababu nyumba hizi zote zilizotuzunguruka hapa sio watu ambao kutunyima sana mboga. Tuzame ndani
Na hapo kodi ilikuwa mkilipia shilingi ngapi? Kodi hapa alikuwa analipa shilingi 20,000. Na mlikuwa mkichanga wote? Tulikuwa tukichanga, au muda wengine anaweza mtu mmoja akawa yeye siku hiyo mambo yake amekaa vizuri, kapiga mishindo yake kapata na kuja analipia. Na mpaka anaondoka na kodi bado zijaisha huko ndani. Njoo uone chumba chake. Tukaangalia angalau kwa nje tu licha. Sasa kwa muda huo na mpaka muda huo sasa hivi chumba ameshaingia mpangaji. Chumba kilikuwa ni hichi hapa hichi. Na huyu ni mama mwenye nyumba yetu mpaka leo bado yupo. Tangu kipindi hicho. Tokea kipindi hicho. Mama shikao. Marahaba kwema. Vijana hawa walikuwa wasumbui kwenye ulipaji wa kodi? Wasumbui, vijana si ndio vijana, wakikosa unajua, wakipata. Alikama alikuwa anazingatia kulipa kodi kwa wakati. Alikuwa anazingatia na naishi vizuri na watu. Tunashukuru na aendelee tena na moyo kama huo wa kukumbuka wazee wake. Hajai kupitiliza akasema bana mama nimekosa hapa na kupitiliza kawaida. Na hilo jambo linaonekana kwa kila binadamu, kuna kupata na kukosa. Anapokuambia mimi sina, inabidi umvumilie. Na ndio maana tumeishi kwa muda. Hata hivyo alivyoondoka na amekumbuka kuja kwa sababu alikuwa na moyo wake mzuri, na kama hivyo anavyokumbuka aendelee kukumbuka. Na natamani nipige naye japo picha hii moja. Kaondoka basi sio mbaya. Mpangaji wangu Alikama naomba tuje tupige picha. Alikama naomba tu aendelee kutukumbuka, picha sio muhimu. Sababu mimi Simba. Mimi Simba sio Yanga. Wakati huo alikuwa akishabikia Yanga wakati anakaa kwa. Anashabikia Yanga na mume wangu. Mimi Simba tangu hapo. Kwa hiyo itakuwa haikuchukizi. Inichukize, tunaweka tu nini hizi tunajua kubeti, atakaye shinda ndio huyo, lakini mimi sio Yanga. Na ulishawahi kula hela ya Alikama? Tulikuwa tunanunuliana Pepsi. Asante sana. Chumba ni hiki hapa bwana michezo. Hiki hapa kina mpangaji. Sasa hivi kina mpangaji. Sasa hivi kina mpangaji. Maana tokea ametoka yeye sio kweli kwamba chumba kikae kikosekane mpangaji. Kwa hiyo chumba chake ni hicho, yule bwana katoka na hichi chumba bwana Alikamwe, hata kama anavaa suti sasa hivi kashalala chini sana. Lakini tunachoshukuru kwamba anaondoka, lakini anajua katokea wapi. Na ili sisi tunamwombea awe na roho hiyo, na ikiwezekana awe anakuja hata kila weekend. Kwa sababu anavokaa mbali na sisi kuna vitu vingine watu tunavimisi, tuongee naye watu waone kwamba huyu bwana mtu wa watu. Lakini sasa sije kafikia tu tunakaa ndani miezi 2-3 inakuwa sio sawa. Tunamwombea apate uwepesi, na tunajua majukumu ya kazi ni mengi. Lakini atakapopata fursa basi Jumamosi, Jumapili awe anakuja. Tunakaa naye, tunajumuika naye, ni hivyo tu kwamba hata sisi tutasikia faraja. Sawa, asante sana mwanamchezo. Ile utamaliza na picha hapo kuonyesha namna ambavyo chumba cha meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Alikamwe alipokuwa akiishi. Maji alikuwa akipita pale. Maji alikuwa wakati huo, unaona mpaka ameweka ule msingi. Yaani wakati huo hapa mama mwenye nyumba tulipanga hapa matofali kuelekea chooni kule. Si unakumbuka? Na huo mdimu na miaka karne na karne huo.